Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM 87.5, napenda nikukaribishe katika kipindi chetu cha jamii na maadili ambacho kinakuwa na masomo mbalimbali. Na somo tulilonalo siku ya leo, tunaendelea na somo letu la utajiri, kuhusu utajiri. Niliongea kuhusu utajiri, lakini bado naendelea kufafanua kwa ajili ya kukuweka vizuri katika utata watu wengi waliokuwa nao. Nikiulizwa maswali mengi kuhusu utajiri, nikaona nije nalo kama somo ili tupate kila kitu. Niombe tu, nikuombee kwanza kabla ya mambo yote ili tuendelee. Baba Mungu mtakatifu, Bwana wa majeshi, ndilo jina lako Mungu wetu unayetupenda, watoto wako. Umekuwa pamoja nasi katika masomo yote yaliyotangulia, na hata leo bado najua upo katikati yetu kutufundisha. Hili somo kuhusu utajiri ni wewe unayetupa tafsiri. Kila mtu ana tafsiri yake kuhusu neno utajiri, lakini tusaidie katika somo hili, utupe tafsiri kamili na utupe msaada. Mimi pamoja na wenzangu ambao wamechagua kuwepo katika kipindi hiki cha jamii na maadili, na somo lenyewe ndio hilo utajiri. Karibu Baba, utusaidie. Tunakualika useme nasi, maana Yesu alikwisha sema, pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Ndio maana naliitia jina lako. Tuanze na wewe, tuendelee na wewe, tumalize na wewe, tupate faida. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mimi najua uko tayari sasa kupata maarifa haya ambayo hata mimi nayapata hapa. Unapata na mimi napata. Mungu anatuhudumia. Kuhusu utajiri nilifafanua kabisa somo lililopita kwamba utajiri ni mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Na kama watu wangelielewa hilo, wasingehangaika kutumia nguvu nyingi na kutafuta utajiri kwa njia mbalimbali. Lakini upo utajiri katika mpango wa Mungu. Ndio maana nilisema kuna utajiri wa namna mbili. Kuna utajiri katika mpango wa Mungu, kuna utajiri katika mpango wa shetani. Sasa utajiri katika mpango wa Mungu ndio nimeendelea nao. Nikafikia mahali pa kusema kwamba utajiri huo unatoka katika mamlaka zake Mungu yeye mwenyewe. Na tuliona habari za Yesu mwenyewe. Alikuwa tajiri, lakini alikubali kufanywa maskini ili kwa ajili ya umaskini wake sisi tuwe matajiri. Hilo andiko ni Wakorintho wa pili ile sura ya 8 mstari wa 9. Ukitaka upate usome pale, uwe na uhuru sasa. Na ili tuende pamoja mwanzo mpaka mwisho. Huo ni ufunguo kabisa kwamba Kristo mwenyewe alikuwa tajiri, lakini alikubali kufanywa masikini ili kwa umasikini wake sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo kuna utajiri katika mpango wake yeye mwenyewe, lakini pia kuna utajiri katika mpango wa shetani. Kwa hiyo utajiri tunaoona hapa duniani uko katika namna hizo mbili. Utakutana na watakatifu wanaomcha Mungu, unakuta hali zao ni nzuri, kila kitu wanacho, unakuta maisha yao ni mazuri. Usikimbilie sana kuwahukumu. Fuatilia uone huo utajiri wameupata kwa mpango upi, mpango wa Mungu au mpango wa shetani. Lakini mara nyingi watu waliopata utajiri katika mpango wa shetani nilifafanua wanaopata utajiri katika mpango wa Mungu nilifafanua nikasema utajiri wa aina hiyo ni wa kudumu. Ni wa kudumu, sio wa muda kitambo, sio wa kupeperushwa. Mungu akishaamua kukutajirisha anaenda na wewe hivyo. Labda wewe itokee ukaharibu mwenyewe. Ukaharibu mahusiano na Mungu, ukaharibu mtandao wako na Mungu, ukaanza kufanya mambo ya ndivyo sivyo, ukapata kiburi cha utajiri huo, ukaahirisha ibada, ukaacha mambo mengi ya Mungu. Ukazitegemea fedha zako na utajiri wako, ukamwacha Mungu. Sasa hapo Mungu utakuwa umemchokoza
Tuliona Samuel wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Yeye ana uwezo wa kuua, ana uwezo wa kufanya hai, ana uwezo wa kuinua juu, ana uwezo wa kushusha chini, ana uwezo wa kutajirisha, ana uwezo wa kufukarisha. Kwa hiyo inategemea na mwanadamu mwenyewe aliyepewa fursa ya kutajirika katika mpango wake. Sasa tulivyokwenda hivyo, nasonga mbele sasa kwamba mimi kukuambia kwamba kuna utajiri katika mpango wa Mungu. Usije ukategemea hata siku moja ukapata utajiri wa Mungu kwa muujiza wowote. Yani unaamka asubuhi unategemea utakuta gunia la fedha kwenye makochi hapo, au kute manoti na dola na fedha ya Tanzania imemwagwa sebuleni pale, mwanze kuokota kukusanya. Mungu hawezi kufanya miujiza ya namna hiyo, pamoja na kwamba ni mpango wake wanadamu au watakatifu tupate utajiri. Miujiza isiyompa Mungu utukufu hafanyi. Muujiza kama huo hauwezi kumpa Mungu utukufu. Yeye amesema wanadamu afanye kazi. Hiyo sasa ndio nakuja. Unataka kupata utajiri katika mpango wa Mungu, jambo kubwa ujue lazima ufanye kazi. Lazima ufanye kazi, na kufanya kazi ni agizo la Mungu. Na nitafafanua hapa kufanya kazi ni agizo lake Mungu. Tangu Adamu alipotenda dhambi katika ile bustani ya Eden, akaambiwa kwa jasho la uso wake atakula. Lakini pia tunaendelea kusoma maandiko, Mungu anatuagiza kufanya kazi. Na inafikia mahali anasema mtu asiyekubali kufanya kazi hata chakula asile. Hayo ndio maandiko ambayo nitakuja nayo leo. Lakini kumbuka pia kuna ahadi yake hapo. Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yetu. Atabariki kazi ya mikono yako. Na hicho ndicho chanzo cha utajiri. Maana anapoanza kubariki kazi ya mikono yako, ndio hivyo baraka juu ya baraka, baraka baada ya baraka, hivyo unajikuta umehama hatua hii, umehamia hatua nyingine. Lakini kazi lazima. Wathesalonike wa pili ile sura ya 3 mistari ambayo watu wameizoea na wanaweza hata kusoma kichwani tu, lakini acha nikusomee usikie ninachokisema kwamba kufanya kazi ni agizo la Mungu. Wathesalonike wa pili ile sura ya 3. Nisome ule mstari wa kwanza, mstari wa 7 mpaka wa 8, alafu nitaruka nisome wa 11 na wa 12. Biblia inasema namna hii, wa 7 mpaka wa 8, Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 7 mpaka wa 8, alafu niruke nisome 11 mpaka 12. Biblia inasema namna hii: mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa tabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimwelemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Lakini mstari wa 11 na wa 12, maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Naona kwa hiyo hilo ni agizo liko wazi kabisa. Mungu anasema kupitia kinywa cha Paulo kwa Wathesalonike, kwangu mimi na kwako pia, hakuna chakula utakachokula kwa mtu bure. Na kama utalazimisha ule chakula cha mtu bure, utamuelemea, na ukimuelemea tayari umeshaanzisha gumzo. Utakula, utashiba, utaondoka, utawaacha hapo, umeacha gumzo huko. Hivi huyu mtu ana akili timamu kweli? Jana alikula hapa na leo amekula. Hivi ana mpango gani? Na kama ulikuwa ni mgeni umewatembelea, na hilo somo ndugu yangu mtazamaji linakuja la utaratibu na ustaarabu, nalileta hilo.
nitaongelea kuhusu wageni, yani namna kuwa mgeni wa baraka kwa watu. Lakini unapokuwa unakula vya watu bure tu, wanafikia mahali wanachoka, alafu wanaanza kuzungumza. Kwa hiyo kufanya kazi nitafafanua kwenye somo linalostahili, nifafanue hata fursa za kazi, namna kuzilea, lakini nikueleze kwa kifupi. Bwana Mungu ametuagiza tufanye kazi ikiwa ndio chanzo cha utajiri wetu, kwa sababu ameahidi mwenyewe atabariki kazi ya mikono yetu. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia au ya duniani, na baraka hizi zote zitakuijiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. 13, 12 na 13. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yao kwa wakati wake, nchi yako kwa wakati wake. Naam, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini. Utakapo yasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, na kuangalia kuyafanya. Ukinisikiliza kwa makini na ukaenda ukafanya, utakutana na baraka za Bwana. Na baraka za Bwana moja wapo ndio hiyo utajiri. Na anakwenda kubariki kazi ya mikono yako, na kupitia kwenye kazi ya mikono yako unakwenda kupata baraka zote za utajiri katika mpango wa Mungu. Hilo nilitaka nianze nalo kabisa. Hakuna muujiza katika utajiri. Lazima ufanye kazi ya mikono yako, na Mungu yuko tayari kubariki hiyo kazi ya mikono yako. Na kuanzia hapo sasa ndio tunaanza kuangalia historia ya mtu inavyobadilika. Historia yako itabadilika, utakuja kukubaliana na mimi hiki ninachokisema. Lakini nimalizie kwa kusema kwamba kabla sijaingia kwenye kipengele kingine, epukana kabisa na kutegemea miujiza ya utajiri. Kwamba umelala umeamka asubuhi, kwanza kwenye ndoto unaweza ukauta kabisa fedha zinafunguliwa kutoka kwenye pipa fulani na zinamwagika inajaa mpaka chumba, mpaka kwenye madirisha zinapanda zinamwagika. Alafu unashtuka, unaamka kiamko unakuta huko kwa kitanda hapo na bukuta lako hamna lolote. Unasema kumbe ni ndoto. Alafu kicheki ndani hamna chakula, hamna hiki, alafu benki una account yoyote. Hilo somo nishalifundisha watu muwe na account benki. Mjiwekea akiba. Sio kila kitu unapata unakula tu. Na nitakapofundisha kuhusu maskini kabisa, somo umaskini, utakuja kuona saa nyingine watu maskini wanajitakia wenyewe. Kwa sababu katika kila kidogo anachokupa Mungu, kwa nini usiwe mwaminifu na ukaweka akiba pia? Na sisi ndio tofauti yetu na wanyama. Lakini nikahama somo hapo. Mungu mpaka akatuambia wanadamu kujifunza kwa mdudu anayeitwa chungu. Ukitaka kusoma nenda kasome Mithali sura ya 6 mstari wa 6. Utapata maneno pale 6 mpaka 8. Utakuta maneno pale kabisa ya ajabu sana. Mungu anakuambia tujifunze kwa mnyama anaitwa chungu, yani sungusungu au sisimizi. Hawa wadudu wadogo hawa, unakutana nao wako kwenye msafara, lakini kila mdudu ana kitu mdomoni, wanapeleka sehemu, wanapeleka store. Watu nikawatania nikasema wanapeleka kwa quartermaster. Maana hao wamekaa kiaskari kabisa hao. Lakini Mungu anawataja kabisa kwamba hawana akida, hawana msimamizi, hawana kamanda, lakini wanakumbuka kuweka akiba. Halafu ni waaminifu. Hicho alichoweka mdomoni anakula. Hata akikutana na mwenzake ashawishiki kwamba aweke chini wale kwanza au apeleke. Mwaminifu mpaka afikishe kwa bosi. Na akitua mzigo anarudi.
Alafu wanapishana tu hivi. Mimi unajua ni mtafiti. Saa nyingine nakutana na wadudu wanatembea hivi, nasimama kabisa kuona hiyo sinema, alafu na hilo somo. Sasa unakuta mwanadamu ukimpa kitu apeleke, hata hakifiki lazima asimame kwanza, adokoe, afanye hivi. Tunajifunza kwa wanyama, lakini mimi nisiende huko. Nachomekeza tu kwamba katika hivyo kidogo unachopata ukiweka akiba na ukawa na bidii katika kazi zako, Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yako. Na ndio maana sasa naendelea na katika utaratibu wa Mungu. Nitaka nikuambie pia kwamba najua mnaandika kwa sababu tuko darasani. Ujue kwamba katika utaratibu wa Mungu, ili upate utajiri katika mpango wake, anaangalia mambo ya msingi yafuatayo. Mungu ili atimize ahadi yake kwako, utajirike katika mpango wake, anakuangalia au anafuatilia au anaangalia kwetu mambo ya muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza, utii. Amesisitiza sana kutii maagizo yake na maelekezo yake, ili usije ukaenda kinyume na mpango wake. Na wengi hapo ndipo tunapokosea. Unasema mchungaji au Dr. Mutash ulifundisha hivi na hivi na hivi, mbona sasa mimi sioni matokeo? Inawezekana katika hilo hujaweka bidii. Inawezekana katika hilo umeweka ulegevu badala ya bidii. Sasa utapataje, utamuonaje Mungu katika hilo aliloahidi yeye mwenyewe? Kwa sababu Mungu sio mwanadamu, yeye ni Mungu wa utaratibu. Kama amesema uwe na bidii na kufanya hayo ninayokuagiza, na ukaenda kinyume cha hayo, utanifanya mimi muongo. Alafu wewe mwenyewe utakata tamaa njiani, utaanza ndivyo sivyo sasa. Utaanza kupotea. Kwa hiyo ili andiko nalirudia tena kwa umuhimu wake katika utii wa maagizo yake. Sikiliza kwa makini tena, lakini usichoke kuandika tena. Kumbukumbu la Torati 28 anaongelea bidii. Anasema hivi: itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo baraka zake zinafuatana na bidii yako wewe ya kusikia, lakini bidii yako pia ya kwenda kutenda. Na Isaya 19, Isaya sura ya kwanza mstari wa 19, neno la Mungu linasema namna hii. Asema kama mkikubali na kutii. Kumbe nilisema bidii, sio bidii. Nimesema kutii maagizo yake Mungu, sio bidii. Hapana. Bidii itatokea baadaye, lakini mimi naongelea kutii maagizo yake kwa bidii, kusikia na kutii. Watu wengi hawataki kutii, wanataka kusikia tu yaishie pale, alafu aanze kudadisi, alafu aanze kufuatilia, aona vitendeki, anaanza kulaumu. Lakini umeshindwa kutii maagizo yake Mungu, kaweka ya kwako. Anasema nanyi kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii. Kuna kukubali sawa, lakini kutii sasa. Kutii ni kigezo kikubwa sana Mungu anakiangalia, ndiye anafungua sasa milango yake. Anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Na mema ya nchi nilikwisha sema na bado niseme, hatutayala huko mbinguni tunakotarajia kwenda. Tunayala hapa duniani, na kila mmoja anashuhudia jinsi tunavyoendelea. Maana sisi wote historia ya kila mtu inajulikana. Mimi walioniona nikiwa bado nina hali ya chini waliniona, na ninavyoendelea waliniona na wananiona, na nilivyo sasa hivi wananiona. Hali pengine Biblia inasema kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote, ili kuondoa utata. Huyu mtu amepataje utajiri? Lazima tujue. Ni kweli, kwa kweli kama huna historia lazima watu watake kujua. Lakini kama ulikuwa huna kitu, kaanza unalima bustani, sasa nisije nikaingia kwenye fursa za kazi. Lakini nasema ukaanza kulima bustani matuta machache tu, ukaanza tena kuchukua eka moja, ukaanza tena kununua mashamba ardhi kwa wengine,
ukaanza kuweka na watu wengine, ukaajiri na watu, ukaanza kununua na mashine sasa za kupanda mbegu, ukaanza kununua na mashine za kuvuna, ukaongeza na vibarua. Watu wanakuona unavyopanda. Hatimaye unahama hapo, unaanzisha kilimo kikubwa zaidi. Hatimaye unakuwa mtu mkubwa. Utakuja kuona habari za Isaka. Lakini kutii inatokana na kutii. Naona. Lakini jambo jingine Bwana analitazama ni bidii, ambayo nimekuwa nahitaji. Bidii katika swala lolote, ukishaweka bidii tegemea mafanikio makubwa. Na Mungu anaangalia bidii. Na hakuna mtu mvivu, nitakupa maandiko hapa, atakayefanikiwa kwa lolote. Mvivu anaelekea kwenye umaskini kabisa. Na mkono wa bidii, nitakupa maandiko hapa, unaelekea kwenye utajiri. Tuanze Mithali ile sura ya 8. Biblia inasema namna hii. Sura ya 8 mstari wa 17 mpaka wa 21. Naongelea kuhusu mambo anayoyatazama Mungu ili afungue milango. Bidii ya mtu. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, lakini imetangulia kumtafuta kwa bidii na kufanya kazi kwa bidii. Utajiri na heshima ziko kwangu. Naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, na dhahabu narudia. Matunda yangu hupita dhahabu. Naam, dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyoteule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Niwarithishe mali, nizijaze hazina zao, kwenye mabano utajiri katika mpango wa Mungu. Lakini umeonyesha utii, lakini umeonyesha bidii. Hayo mambo yanaenda pamoja, ndio maana yamefuatana hapa. Lakini 10 mstari wa 4 anasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Nadhani hapo unakubaliana na mimi. Neno liko wazi. Nahitaji tafsiri ya nini? Narudia tu, labda kwa ajili ya dhamiri za watu narudia. Mithali sura ya 10 mstari wa 4 anasema, atendaye mambo yake kwa mkono mlegevu huwa masikini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Sasa nadhani tuko pamoja hapo. 22 29. Mithali sura ya 22 mstari wa 29. Bidii. Anasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo asimama au atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya watu wasio na cheo. Naona. Kwa hiyo bidii ya mtu ikamheshimisha. Na hilo neno tunalitumia wakati huu sasa, nasema umeniheshimisha. Lakini bidii ya mtu ikamheshimisha, na sifa zake zikavuma kila mahali. Watu wajua huyu mtu kwa kweli ana bidii. Huyu mtu jamani ana bidii. Hata kwenye ajira nitakapokuja kufundisha namna kuzilea fursa za kazi, bidii nitaitaja tena. Inafikia zamu watu wanataka kubana matumizi, kupunguza watu. Mtu mwenye bidii hawezi kupunguzwa. Hawezi. Watapunguzwa wavivu wote kwanza. Watafuatia wadokozi wasiokuwa waaminifu. Lakini huyu mwenye bidii, hata kama wamesema jamani uchumi sio mzuri, tupunguze kabisa, abaki manager peke yake, manager atakwambia ndugu yangu usiende mbali, inawezekana baadaye nikajenga hoja ukarudi. Mtu wa bidii tunajivunia sana. Hata mimi nakumbuka wakati fulani, wakati natembea nchi nzima, natembea wilaya zote, nazunguka nikiwa kwenye shughuli zangu, nilikuwa na hama na kijana mmoja. Yaani unaweza ukajikuta unahama na mfanyakazi kila unakokwenda kwa ajili ya bidii yake, hutaki kumwachia. Kwa hiyo bidii ni mlango ambao Mungu anauangalia kabisa, afungue milango wako uweze kutajirika. Na sasa pale niligusia habari za kilimo, siwezi kuepuka kumtaja Isaka. Sasa nikija tena baada ya mapumziko naibuka na Isaka, ili niondoke kwenye kipengele cha bidii.
Siwezi kutaja bidii nikamwacha Isaka. Na utakuja kuona kwa nini nimemtaja. Nimedokeza kwanza kule kilimo, lakini kwa bidii. Mtu anayelima kwa bidii hawezi akavuna kama mtu anayelima kwa ulegevu. Kwa hiyo ndio utaratibu kwamba wakati huu nipumzike, lakini nirudi baada ya muda sio mrefu. Na hii naomba nikupe nafasi sasa upige simu kwa yeyote ambaye unamkumbuka, kumkumbusha kwamba tuko hewani. Hiki kipindi ni cha muhimu sana. Alafu somo hewani la muhimu sana kuhusu utajiri. Hakuna asiyependa utajiri na hakuna anayependa umaskini, hayupo. Ila mtu anakuwa maskini afanyeje tu, hajapata elimu kama hii. Mimi napumzika alafu narudi, usiende mbali. Mtazamaji wa Sibuka TV, msikilizaji wa Lindi FM 87.5, karibu tuendelee. Baada ya mapumziko narudi. Na kama ndio kwanza unanisikiliza, kipindi hewani ni kuhusu utajiri. Utajiri ambao nimetangulia kusema huko katika aina mbili. Utajiri katika mpango wa Mungu na utajiri katika mpango wa Shetani. Lakini sasa hivi niko hewani na utajiri katika mpango wa Mungu. Na nimeeleza Mungu anahitaji kuangalia kwako na kwangu mambo ya muhimu yafuatayo, ndio nayataja sasa, ili aachie utajiri wake kwako, na ili kija kwako utajiri udumu. Maana yeye kazi yake ni utajiri wa kudumu. Utajiri unaokuja kwa mtu katika mpango wa Mungu ni wa kudumu kabisa. Utajiri unaokwenda kwa mtu kwa mpango wa Shetani ni wa muda kitambo tu, huko tutafika. Basi nimetaja mambo mawili. Kwanza, Mungu anaangalia utii. Kutii sauti yake, kutii maelekezo, kutii mafundisho, kutii sauti yake na kufanya. Huwezi ukasema unatii, ukasikiliza tu, ukasikiliza kwa makiafu, hufanyi yale ulioagizwa, huwezi kuhesabika kama ni mtii. Lakini pia nikasema bidii. Nimeishia kwenye bidii ya pili hiyo. Bidii, Mungu anaangalia sana bidii ili aendelee kuachia baraka zake kwa mtu. Bidii. Hilo andiko mimi nimelipenda, ile Mithali sura ya 10 ule mstari wa 4, nimeipenda sana. Hata ukitaka unaweza ukasoma tena. Anaposema kwamba mkono mlegevu mtu unaelekea kwenye umaskini, lakini mkono wa mtu mwenye bidii utajirisha. Mithali sura ya 10 mstari wa 4, naomba usome. Na ukiusoma kama uko kwenye shughuli zako unatarajia kutajirika, na ulegevu uwezi, unaelekea kwenye umaskini. Japokuwa Mungu mwenyewe amesema anabariki kazi ya mikono yetu, lakini anaangalia mambo yafuatayo. La kwanza nimesema kutii, bidii. Nimeanza kutii. Alafu ya pili sasa ndio nimemaliza nayo, bidii, ambayo nimeahidi nitaanza na kipengele kinachomgusa Isaka hapa. Tunajifunza kitu kwa huyu kijana Isaka. Kwa kweli from nowhere akabadilika akawa tajiri na katika mpango wa Mungu, na akasababisha ajira kwa watu wengine, kwa vijana wengine, na akahama kwenye utajiri akawa mkuu. Akahama kwenye mkuu akawa mkuu sana. Sikiliza maandiko. Mwanzo sura ya 26 mstari wa 12 mpaka wa 14. Isaka kielelezo. Asema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule, yani mwaka wa kwanza, akapata vipimo 100 kwa kimoja. Yani kama alipanda mbegu moja inazaa 100. Sasa endelea kusema 10 hivyo,
100 hivyo. Anaendelea, Bwana akambariki. Narudia, Bwana akambariki. Sio shetani akambariki. Bwana akambariki baada ya kuona bidii yake. 13. Na mtu huyu, yani Isaka, akawa mkuu, akazidi kusitawi, hata akawa mkuu sana. Niliyoyasema ndio hayo. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti nao wakamhusudu. Naona sasa watumwa wametoka wapi? Mifugo imetoka wapi? Ng'ombe wametoka wapi? Bidii ya shamba, anapanda mbegu moja inazaa 100, 100 inazaa sijui ngapi, hivyo. Baadaye kama alikuwa ana chombo cha kuhifadhi mavuno, baadaye anaweka mavihenge mengi tu, baadaye anajenga ghala, baadaye anajenga maghala. Sasa maghala hawezi kuyatazama mtu mmoja akayahudumia akaweza. Na kilimo hiki kinavyozidi kupanuka, ndio nimesema tangu mwanzo, anasababisha ajira kwa wengine. Ndio tumesoma hapa, akashtukia ana watumwa wengi. Huo ni mstari wa 14. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Kama ulikuwa unamuita Isaka, lazima umuite mzee Isaka, hata kama unamzidi miaka. Mimi naonaga fedha au tajiri wa mtu na badili hali ya hewa. Kuna kabila moja wanashindwa uvumilivu, uzalendo na washinda. Anasema shikamoo kijana. Kwa kuwa ana fedha na mali, kijana mzee kabisa, kwa kuwa na shida anahitaji asaidiwe. Shikamoo kijana. Na wewe anasema shikamoo mzee. Zinagongana hewani kwa hewani, lakini na wewe mwenyewe ni shahidi. Ukikutana na kijana utajiri, umemtembelea mapema, Mungu amefungua milango mapema kwake. Kijana anaitwa mkuu, samani mkuu, samani kiongozi. Sasa wamehama kwenye mkuu, inaonekana kama vile mtu anajipendekeza. Samani kiongozi. Sasa ukiangalia kiongozi, wala sio mtendaji wa kata, wala sio diwani. Kiongozi wa wapi? Fedha. Uso wake unang'aa. Hata kama hajapaka mafuta, hali yake ni nzuri. Chakula alichokula asubuhi, atakachokula mchana, fedha aliyonayo mfukoni, fedha iliyoko benki. Kijana mdogo. Nilisema somo lililopita, Mungu haangalii umri wa mtu, Mungu anaangalia uaminifu wa mtu, na mtu ameamua kumcha. Na saa nyingine Mungu mwenyewe anafungua milango na madirisha kwa kijana au kwa mtu ambaye hana elimu. Mungu anakuwa na mpango naye huyo mtu. Na huo mpango unakuja kuthibitika baadaye. Ili mradi huyu kijana aliyetajirishwa, huyu mtu asiyokuwa na elimu, alipotajirishwa na Bwana, apate walimu kama sisi hivi, tumpe maelekezo namna kuishi na huo utajiri. Ndipo anakutana na mafundisho kama haya, alafu anaenda na Mungu badala ya kwenda mwenyewe, au badala ya kujihesabia kwamba labda amejitajirisha mwenyewe kwa nguvu zake. Hayo maandiko niliwapa somo lililopita. Kama ukulipata, mimi nipo na natoa namba zangu za simu mwishoni, unipigie uyapate yale ya kwanza yale. Kwa hiyo niliongea mengi, lakini katika hili nasisitiza kuhusu bidii. Bidii ya Isaka itufundishe jambo hapa. Alikuwa from nowhere, ni mkulima kabisa, mbegu moja anazaa 100. Mimi naonaga mtu anaanza kama bustani hivi, kashamba kadogo hivi, kama shamba darasa hivi, lakini baadaye anapanda eka nzima. Baadaye ana kodi. Kuna watu wanakodisha ardhi, anakodi kwa watu eka 3, 4, kama ni majaruba 4, 5. Anapanuka, ameshaona faida katika kilimo, na ninapofanya hivi ndio anapanda hivyo, anaelekea kwenye utajiri. Baadaye ya kwake, baadaye bajaji. Hivyo huyu mtu anabadilika, lakini Mungu anaangalia kutii, anaangalia bidii. 3, anaangalia uaminifu. Sasa ukitaka kwenda na Mungu, fuata maelekezo ya Mungu, alafu uende kwa uaminifu. Luka 16 mstari wa 10, Biblia inasema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu kwa lililo kubwa pia. Narudia, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Pia hivyo dhalimu dogo kubwa. Sasa mimi naongelea uaminifu. Nadhani kinyume cha uaminifu ni udhalimu kama alivyoandika hapa. Lakini niseme uaminifu
hauji kwa mtu kwa ajili ya kuwa na vitu vingi, ili ndio tunapima uaminifu. Amesema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana. Mungu anaweza kukuanzia kwenye kukupa kidogo tu, kawaida tu, sio kwamba ameshindwa kufungua milango yote. Anataka kucheki hivi, kwenye hii laki nimekufungulia mlango ukaipata laki ambayo labda tangu uzaliwa ulikuwa hujaikamata mkononi. Zaka utatoa zaka, na katika hiyo utatoa sadaka, na katika hiyo utakuwa mwaminifu 1, 2, 3. Ukionyesha uaminifu, anaendelea kupanuka. Mungu mwenyewe anaendelea kufungua, na anapozidi kufungua usije ukawa wanasema maskini akiokota 1, 2, 3. Niishie pale nisi nikatukana. Maskini akiokota inapiga makofi, anajua hiyo. Sasa niseme tu kwamba usiwe limbukeni. Hilo ndio neno zuri la kistaarabu kabisa. Utuliza akili kwamba mimi nilikuwa hivi, leo hii Mungu, jamani, huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu. Utamshukuru Mungu kama unajua kuomba, lakini unarudi tena kwenye mali yenyewe, unakuwa mwaminifu, unatoa zaka ya Bwana, zaka kamili. Na sasa sadaka kama ulikuwa unatoaga shilingi 200, unaanza kutoa 500, ndio naona zidi kuwa mwaminifu. Unaanza kufadhili watu, unaweza kwenda vizuri tu, kama nilivyokupa Timotheo wa kwanza, nadhani nitaisoma tena kwa ajili ya dhamiri za watu. Mtu anayekwenda na Bwana anatajirika hatua kwa hatua na Bwana, lakini kitu kinachoangaliwa hapa ni uaminifu na ahadi ya Mungu. Pia Mathayo ile tusome usikie, Mathayo 24, ahadi ya Mungu kwa waaminifu mpaka 47. Biblia inasema namna hii, Mathayo 24 mstari wa 45 mpaka 47. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amini na waambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Wala hajasema atamweka juu ya vitu vyake vingi vyote. Huyu mtu kwa ajili ya uaminifu wake atapanda tu, atapanda. Hata kama alikuwa ni mfanyakazi, hapa ametajwa mtumwa. Lakini ukiama kwenye mtumwa, una mali yako mwenyewe, unafanya shughuli zako na unaonyesha uaminifu, Mungu yuko tayari kukuweka juu ya vyote. Nikwambie ukweli, utarudi kwenye Samuel wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Anasema hutajirisha na ufukarisha. Kwa zamu hii ukiendelea kuwa mwaminifu, unakaa mkao wa utajiri, wa kutajirishwa. Na unapokwenda kinyume cha utajiri, ukaanza udhalimu, ukaanza wizi. Maana kwenye Malaki anataja kabisa wanaomuibia zaka. Na kama wanaiba, ina maana ni wezi wa zaka. Sasa huko wasubiri kufukarishwa. Kwa hiyo haya yote mawili yako standby, yako kwenye matumizi, yanategemea mtu mwenyewe ukoje. Kufukarishwa, kutajirishwa, iko katika uwezo wa Mungu. Sasa wewe mwanadamu uko wapi? Mungu ndiye amefungua milango, kapata chwap, wala sio kwa nguvu zako mwenyewe. Takuja nisome baadaye utaona. Lakini Mungu amefanya. Sasa wewe kwenye zamu yako unafanyaje? Na uwezi ukasema Mungu hajui. Mungu anajua, kwa sababu ndiye aliyefungua mlango ukapata. Na wewe unajua kwa sababu wewe ndiye uliyepokea. Inawezekana baba yako asijue. Kama ni mke, inawezekana mume wako asijue. Kama ni mume, inawezekana mke wako asijue, watoto wasijue. Ila wewe unajua umepokea milioni 10. Na Mungu anajua amekupa milioni 10, ndiye aliyefungua mlango. Sasa anakucheki sasa. Anakucheki, mtu msomi, mtu mzima, mheshimiwa, hapo hizo 10. Unafanyaje hapo? Unatakiwa utoe milioni nzima zaka kamili. Unasema kwani nikitoa 500,000 kwani watajuaje? Ni kweli hawatajua, lakini Mungu anajua na wewe unajua unachokifanya. Ndio maana mtu mwingine akasema Mungu anajua. Mungu anajua. Mungu mwenyewe anajua. Anajua kwamba wewe ni mwizi. Kwani anajua nini zaidi? Anajua kwamba amefungua, amekupa, lakini umeminya au umemuibia 500,000 kutoa zaka kamili. Kwa hiyo kuna haja gani sasa ya kuendelea kufungua milango upate milioni 20? Kuna Mungu anajua sasa.
Anaweza hata akaacha tu ukapata milioni 20 tena, labda uligafirika akatoa 20, ndio kabisa unatoa 300,000 sasa. Yaani unazidi kuiba kabisa kwa herufi kubwa zaidi. Sasa unaelekea kwenye ufukara. Umejiroga mwenyewe, kujirogoroa ni kazi kubwa. Mpaka urudi kwetu watumishi wa Mungu, utusimulie scenario nzima. Baba mchungaji Samani, nimekusikia juzi, nimekuona Sibuka, nimekuona somo lako baba, nimelielewa, lakini sasa mimi nataka unisaidie kitu kimoja. Kweli fedha kupata napata, lakini inavyoishaisha, inavyotumika kwa kweli baba sijui. Mimi nakuuliza swali la kwanza. Kwani ulikumbuka kutoa zaka baba? Sasa mzee, hiyo ni issue nyingine. Mimi nilikuwa nakuuliza mzee, hata unisaidie maombi. Sasa nitafanya maombi bila kupata historia kidogo baba, na kastori kazima uniambie kwa uaminifu. Ili upate dawa. Na ukitaka kwenda kwa daktari upate matibabu sahihi, jieleze, usifiche ugonjwa. Sasa mchungaji, unajua swala la zaka ni gumu sana. Ni gumu, au inawezekana baba? Maana hii imeshapita kama miezi 4 kwa kweli sijatoa zaka. Sasa naambia baba, ugonjwa uko hapo. Kwa hiyo sasa ndio tunaanza kuingia kwenye maandiko. Mungu kama ni wa rehema, ukijirekebisha anaweza kafungua milango tena. Kama alishafunga, ndio amefunga. Unaelekea kwenye kufukarishwa. Haya maneno yote mawili yako kwenye utendaji. Kufukarishwa, kutajirishwa. Huwezi ukaepuka. Ni mimi na wewe kukaa kuandaa mazingira. Mazingira tunaandaa sisi wenyewe, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, yeye anafungua milango. Ukisikiliza habari za mwaminifu, usome tena Mithali, uone Mungu anavyopenda waaminifu. Mithali sura ya 20. Mithali sura ya 28 mstari wa 20. Mithali sura ya 28 mstari wa 20. Sikia, anasema mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Mtu mwaminifu, narudia, atakuwa na baraka tele. Lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi, ataadhibiwa. Afanyaye haraka kuwa tajiri ni yule ambaye anadhani kwamba akimuibia Mungu zaka au na sadaka au na dhabihu, atakuwa anatafuta namna mnavyotumia Kiswahili chenu, anatafuta namna kutoboa labda au kutajirika haraka. Sikia, ametaja utajiri wa haraka. Utajiri ambao unautaka kabla ya wakati wa Mungu. Usije ukasahau kila jambo hapa linalotendeka, Mungu anakuwa anajua. Amekuandalia uwe tajiri lini na kwa namna gani. Sasa unapotaka kuwaisha mpango wake, ukatumia akili zako mwenyewe na mbinu za kibinadamu, hapo ndipo unahama utajiri katika mpango wa Mungu, unaingia kwenye utajiri kwa mpango wa shetani, huko ambako nitakwenda kufundisha baadaye. Kwa hiyo mimi nitaka hilo ulijue kabisa. Sasa Sulemani mwenyewe kwa hekima zake akasema hivi, Bwana, usinipe utajiri mwingi au kupita kiasi nikakukufuru. Tuone hilo andiko, niliahidi kwamba nitakupa hilo andiko, na sasa ni wakati wake nikupe Mithali ile sura ya 30 mstari wa 8 na wa 9. Biblia inasema hakuna atakayekuwa tajiri kama yeye. Hakuna aliyekuwa tajiri kama huyo, na hakuna tajiri aliyekuwa kama yeye wakati wa uhai wake, na hakuna atakayekuwa tajiri zaidi yake. Hata tunavyoendelea kutajirika hivi tunajitahidi wenyewe, lakini kufikia Sulemani, ukisoma habari zake huko, na watu waliokuwa nakula nyumbani kwake, wakati huo unateswa na mtoto mmoja tu wa dada yuko hapo anasomea hapo, unalalamika kila siku mtoto huyu mmoja. Sulemani watu maelfu wanakula pale kwake asubuhi na jioni. 30 mstari wa 8. Ndio maana naheshimu sana hekima zake Sulemani. Nikisoma kitabu cha Mithali natulia. Ni hekima iliyochujwa kabisa, amepewa na Mungu. Anatushauri sisi. Anasema hivi, mstari wa 30, sura ya 30 mstari wa 8, Mithali anasema, uniondolee ubatili na uongo, usinipe umasikini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadiri yangu, nisije nikashiba nikakukufuru, nikakukana, nikasema Bwana ni nani? Hapo una toothpick mdomoni, umeshashiba, unafikiri umejitajirisha mwenyewe na hiki chakula umechote. Bwana ni nani?
Twende ibadani baba. Nendeni tu, mimi nadhani sasa hivi unajua baada ya kula saa hizi inabidi kulala kidogo. Si unajua tena? Tunajua tena. Leo siku hizi wendi ibadani baba baada ya kula. Of course, sasa unafikiri ibada kwani zimekwisha? Sasa unaanza kukufuru sasa hapo. Hiyo inaitwa kufuru. Wenye Kiswahili chao wanaokijua vizuri, sio kufuru, kufuru. Narudia, uniondolee ubatili na uongo, usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadiri yangu, nisije nikashiba, nikakukana nikasema, Bwana ni nani? Wala nisiwe masikini sana, nikaiba na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Usinipe utajiri wala umaskini, kadiri mzee. Isizidi sana nisije nikakufuru, na usinipe umaskini nisije nikaiba, nikaapa nikalitaja jina lako bure. Sema haki ya Mungu, narudisha Ijumaa. Unataja sasa haki ya Mungu. Nani amekwambia wape kwa jina la Mungu kwenye umaskini wako? Lakini kama umezidi unaapishwa. Hapa kama utazileta Ijumaa hizo hela, anaapa. Akiona Mungu haitosha anasema mama yangu mzazi. Sasa mama mzazi, haki ya Mungu inatoka wapi? Umaskini inamfikisha mtu hapo. Sasa Sulemani anasema usinipe utajiri wala umaskini. Niwe hapo katikati tu mzee, nisikose chakula. Nahitaji kunywa soda ninywe ninayotaka mimi, sio yoyote. Ni 1, 2, 3. Lakini pia nisikose kabisa siku 2, 3 sipati chakula. Sio kwamba naingia kwenye maombi kwa sababu nina ratiba ya maombi, lakini naingia kwenye maombi kwa sababu hakuna kitu kwenye kabati, kwenye ndoo zote, kila sehemu na mbele hakuna mwanga wote, ni giza. Sasa naingia kuomba, Baba nikumbuke. Sasa hayo maombi ya hivyo kuna tofauti na mtu aliyefunga fridge, vitu vimejaa mle, na kabati zimejaa vyakula, asema leo siku 3 tunafunga bila kula na kunywa humu ndani. Tuna ratiba ya kumtafuta uso wa Bwana. Vitu vipo lakini tunamtafuta Mungu. Sasa maombi ya huyu ni tofauti na huyu ambaye anaomba kwa sababu havipo. Kwa hiyo umaskini uko hivyo, na utajiri uliopitiliza uko hivyo. Mtu anafikia mahali anajigamba, naweza nikakupiga nikakulipa, au nabisha, serikali yote iko mkononi mwangu. Kweli serikali inaweza ikajaa kwenye kiganja cha mtu, au anasema iko mfukoni mwangu. Sasa huyu amekufuru. Sulemani anakataa utajiri wa hivyo na anakataa umaskini wa hivyo. Kwa hiyo nitaka hilo ulijue. Lakini utajiri wa kweli uko katika kukaza kumpenda Mungu. Ukitaka utajiri original kabisa, wewe endelea kukaza kumpenda Mungu. Yaani hali yoyote ikibadilika Mungu akakutajirisha, usije ukabadilika ukaacha ibada ukamkufuru Mungu kama alivyosema Sulemani hapo. Yote yako kwenye maandiko, Zaburi 91, kaza kumpenda Mungu, na Mungu ana ahadi kubwa kwa watu waliokaza kumpenda Mungu, hata baada kutajirika, hata baada kupata milango ikafunguka, lakini bado mtu anakaza kumpenda Mungu. 91 mstari wa 14 mpaka wa 16. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na nitamweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, akiniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Huyu mtu amekaza kumpenda Mungu na hali zozote zile. Unaona? Kwa hiyo Mungu anapokuwa amekuinua, mtumishi wa Bwana, nimekuambia ni utajiri katika mpango wa Mungu. Usije ukajisahau. Ukaanza mambo ya ndivyo sivyo. Unajua watu wanaomchukia Mungu hawatamki kwamba kwa kweli mimi naona sasa hali yangu ni nzuri, kwa hiyo Mungu simtaki. Hakuna mtu atakayetamka. Na hata Waswahili wanasema akukatae hakuambii toka, lakini matukio, unajua hapa sikubariki, hapa sikubariki. Sasa mtu kama ulikuwa hivi na hivi na hivi, au ulikuwa huna ajira yoyote, umekaa miaka 6 na masters yako kwenye vijiwe, leo hii Mungu amefungua mlango hivi, umekuwa manager kanda ya Ziwa Vodacom. Ghafla tu milioni 6 kwa mwezi. Sijui mishahara yao, nimetamka tu kwa ajili ya kufundishia. Lakini ghafla ukajikuta unapokea milioni 6 kwa mwezi. Alafu
unaahirisha ibada, unaahirisha mambo mengi ya Mungu. Unategemea nini hapo? Yani Mungu hujamwambia sikutaki, lakini kwa kutokwenda ibadani kwako, kwa kutokutoa zaka, kwa kutokutoa sadaka zako, kwa 1 2 3, Mungu kwenye mabana anajua huyu ameshaniacha. Sasa kinachofuata unafikiri nini? Naona. Kwa hiyo mimi nilichosema na bado nasema, unapozidi kuinuliwa, endelea kuonyesha kumpenda Mungu zaidi sana na kumheshimu na kushuka na kunyenyekea kwa Mungu mwenyewe, lakini kwa watu pia. Utajiri unaendelea kama utajua hizi siri kabisa, kukaza kumheshimu na kumpenda Mungu. Mithali sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9. Mithali sura ya 3 samani ni ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Anasema namna hii: Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako, ndipo, sikia sharti hilo, mheshimu linakuja, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatakapofurika na divai mpya. Ghala zako zitakapojazwa kwa wingi, mashinikizo yako yakafurika. Kwa kumheshimu Mungu, unapozidi kupanda, unapozidi kuheshimiwa, na wewe unazidi kumheshimu Mungu. Na wewe unazidi kukumbuka kwamba hapa bila Mungu nisingekuwa hapa. Sasa nadhani utakuwa umenipata kwa namna hiyo. Utajiri katika mpango wa Mungu. Itakuwa nimeeleweka. Kama kuna jambo nimelisaza, labda ulikuwa nadhani ningelitaja, simu yangu naitoa bila uchoyo. Unipigie, uniambie, alafu tuongee, alafu tushauriane. Simu yangu ni 0767 493 793. Narudia 0767 493 793. Lakini pia nyingine 0784 493 793. Mchungaji Dr. Jacobo Utashi, nachunga kanisa EAGT Kiloleli Mwanza. Kwa hiyo kipindi chetu cha maadili kinapatikana kila siku ya Jumatano. Jamii na maadili ni kila Jumatano saa 5:30 mpaka 6:30, na marudio yake ni Jumamosi, kila Jumamosi saa 6:30 mpaka saa 7:30. Unatupata katika kingamuzi cha Azam. Kama una kingamuzi cha Azam, unatupata Azam na dish. Kama ni antena na wasiwasi uweze kutupata vizuri. Kwa hiyo ukiziangalia zile channel za Azam utakuta zimeorodheshwa kuanzia juu. Azam channels zinakuja, sports, kids, katuni inakuja. Sasa ukifikia pale kwenye regional, nenda pole. Chini yake religion, chini yake other channels, namba 001, unatupata vizuri. Na wanaosikiliza Lindi FM ni chani 87.5 FM. Lindi FM ni 87.5. Natupata vizuri. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kwa kupata elimu hii na ujuzi huu. Sasa nawatakia utajiri na ukwasi katika mpango wa Mungu. Nikija sasa ni utajiri katika mpango wa shetani, kwa sababu kila kitu kina upande wa pili wa shilingi. Na nadhani unajenga hamu sasa kusikia upande wa shetani ukoje, japokuwa shetani sio mzuri. Baba mtakatifu, ninayo sababu ya kukushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu na msikilizaji aliyenisikiliza, huyu aliyenitazama na kujifunza. Tumejifunza pamoja, hata mimi nimejifunza. Baba, tunakushukuru mno. Kuyajua haya ni hazina kubwa, na ni neema ya ajabu. Sio wote walioyajua haya, sisi umetukirimia kuyajua, na kurudishia sifa na shukurani na utukufu. Na niwaombee wote watakao yasikiliza haya, walioyapata waende sasa kwenye utendaji. Basi naomba Baba ufungue milango na madirisha mbinguni, uwatajirishe wote katika mpango wako, ili wasiwaze tena utajiri katika mpango wa shetani. Na utakapojifunza utajiri wa hivyo, watu wajifunze kwa kujua tu, sio wajifunze ili waende kufanya. Sisi utusaidie, ututajirishe wote tuliopata elimu hii,
utajiri unaotoka kwako. Tutajirishe kwa kadiri ya utajiri wa mbingu zako ndani yetu. Uweke uaminifu, bidii na kutii. Tufanye kama ulivyotufundisha Baba. Nashukuru kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bye.